kishindo cha awamu ya 6. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha kishindo awamu ya 6. Kwa niaba ya Agnes Mbapu, mimi ni Ismail Bughudha. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Ardhi ni rasilimali ya dimu na isiongezeka, lakini thamani yake huzidi kupaa kila siku. Hali hii imezidisha mahitaji makubwa makazi bora, hasa mjini ambako ongezeko la watu ni kubwa mwaka hadi mwaka. Ili kuhakikisha matumizi bora na endelevu ya ardhi, mwaka 2008 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria ya umiliki wa sehemu ya jengo, yani Unit Title Act ya mwaka 2008. Sheria hii ni mapinduzi makubwa katika sekta ardhi na makazi, kwani inamruhusu Mtanzania kumiliki kisheria sehemu ya jengo, iwe ni nyumba ya chini, apartment au ofisi, kwa hati rasmi yenye hadhi sawa na hati miliki ya ardhi. Lengo la sheria hii ni kumwezesha Mtanzania kumiliki kisheria sehemu ya jengo na kutambuliwa kisheria. Pia sheria hii inawezesha kusimamia mgawanyo na usimamizi wa majengo katika sehemu ndogo ndogo ambazo zinamilikiwa na watu tofauti, mtu mmoja, kampuni au taasisi, na watu wote wakawa na hati miliki ya kumiliki sehemu ya jengo kama ambavyo anayemiliki ardhi na kupewa hati miliki ya kumiliki ardhi. Akizungumzia undani wa sheria hii ya umiliki wa sehemu ya jengo, msajili wa hati David Mushendwa ametaja mambo muhimu yaliyotajwa katika sheria hii. Sheria ya utoaji wa hati za sehemu ya jengo iliyotungwa mwaka 2008 yenyewe imeweka utaratibu wa namna ambavyo majengo, aidha liwe ni jengo la ghorofa au majengo kadhaa ambayo yamejengwa, yanaweza kila jengo likapewa hati miliki. Sasa sheria ya hati za sehemu ya jengo kwa maana ya Unit Titles Act yenyewe imetungwa mahususi kwa ajili ya kuweka mchakato huo wa kutoa hati katika vipande vya majengo, liwe ni la ghorofa au ni majengo yaliyoendelezwa kwa mtambao. Sheria imeweka utaratibu wa haki na wajibu wa kila mmiliki wa sehemu ya jengo. Nini anachotakiwa kufanya? Wajibu wake ni nini? Anatakiwa kuchangia katika zile huduma zinazopatikana katika jengo kwa kiasi gani? Sheria hii imeweka utaratibu wa kuweza kufanya hivyo. Mmiliki wa sehemu ya jengo anakuwa na haki ya kupata hisa, wanaita share, hisa katika maeneo ya pamoja kwa kiasi kile ambacho anamiliki sehemu katika jengo. Sheria ya hati sehemu za jengo pamoja na kanuni zake inaweka utaratibu wa masuala kadhaa, ikiwemo mgawanyiko wa sehemu ya jengo, sehemu ambazo zinamilikiwa na mtu mmoja mmoja na maeneo yanayotumiwa kwa pamoja. Msajili msaidizi wa hati mkoa wa Dar es Salaam, Apollo Laiza, anaeleza kwa kina taratibu za kufuata ili kupata hati hiyo. Utaratibu wa kupata hati miliki ya sehemu ya jengo. Sifa ya kwanza ni lazima tuwe na jengo ambalo limejengwa limegawanywa katika sehemu, na zile sehemu lazima ziwe na wamiliki wake. Yaani uwezi ukaenda kuomba hati kama hauna sehemu ile ya jengo, tunaita ni unity property. Kwa hiyo mmiliki wa sehemu ya jengo anaweza kuiombea, lakini pia si lazima aombe mtu mmoja mmoja. Yule muendeleza miliki, kwa mfano kama ni shirika la nyumba la taifa, wanaweza wakaomba hati zote za jengo lote, ndipo wakaja kuwauzia watu. Lakini utaratibu wa kupata, hatua ya kwanza nilisema lazima muendeleza miliki au yamepata hati miliki ambayo inatolewa chini ya sheria ya ardhi, ile tunaita granted right of occupancy. Akisha kuwa na ile, atamtafuta mtaalamu wa michoro. Japokuwa tunajua kwamba jengo linapojengwa kuna ile michoro ya ujenzi.
Lakini kwa mujibu wa sheria hii ni lazima tena sasa mmiliki wa jengo amtafute architect, mtaalamu wa michoro, aweze kumwandalia michoro kwa kulingana na mgawanyo wa idadi ya sehemu anazotaka zigawanywe. Kwa hiyo yule mtaalamu ataandaa michoro ile, itawasilishwa kwa msajili wa hati kwa ajili ya kusajili. Na anapowasilisha michoro ile itaambatana na vitu vitatu. Cha kwanza ni cheti cha kuthibitisha kwamba jengo hilo lilitolewa hati miliki, na cheti hicho kinatolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri husika au manispaa husika. Kwa nini manispaa? Tunasema ni manispaa au halmashauri kwa sababu wale ndio wanaosimamia masuala ya mipango miji na kutoa vibali vya ujenzi. Kwa hiyo lazima wathibitishe kwamba wametoa kibali cha ujenzi. Cheti cha pili kinatakiwa kitoke kwa mtaalamu wa upimaji au tunasema registered land surveyor, naye lazima athibitishe kwamba jengo linaloombewa hati ya sehemu ya jengo limejengwa ndani ya kiwanja kilichopimwa na hakijavuka mipaka ya kiwanja kile. Hii inasaidia kuepusha migogoro ya siku za usoni. Na cheti cha tatu ambacho inatakiwa kiambatishwe ni cha mtaalamu sasa wa michoro aliyeandaa michoro ile, kuthibitisha kwamba michoro yote inayotumika kuombea hati imeandaliwa na mtaalamu na vipimo vyote viko sahihi kama ilivyowasilishwa. Kwa hiyo mmiliki wa jengo atawasilisha maombi hayo kwa msajili wa hati pamoja na kupeleka maombi ya kuomba sasa kwamba michoro ile itambuliwe na isajiliwe. Kwa hiyo anaweza akawasilisha michoro ambayo inaonyesha kwamba jengo lake limegawanywa na ina sehemu labda 20 units. Kwa hiyo itasajiliwa, na michoro ile ikisha sajiliwa na kutambuliwa, hatua ya pili sasa ni kuomba kwamba isajiliwe na kutolewa hati miliki. Kwa hiyo ataomba kusajili kila sehemu ya jengo. Atapeleka maombi, tunaita application for registration of units and issuance of certificate of unit title, kwamba ataomba kila sehemu isajiliwe na kutolewa hati miliki. Kwa hiyo akishawasilisha maombi hayo, basi msajili atayafanyia kazi na atatoa hati miliki kwa kila sehemu ya jengo. Na hati miliki zile zikishatolewa, mmiliki wa jengo au tunamuita developers ana uwezo sasa wa kuuza zile sehemu ya jengo, kwa sababu tayari anakuwa na hati miliki ya kila sehemu ya jengo. Hivyo anaweza sasa kufanya tunaita transfer, kwa atasainishana mikataba ya kawaida na atakwenda kwenye kuhamisha miliki hizo kutoka kwake kwenda kwa wanunuzi, na wanunuzi watafata ule utaratibu wa kawaida kabisa wa kuhamisha hati miliki ya ardhi. Na kwa mujibu wa sheria hii ya The Unit Titles Act kifungu cha 28 kinasema kwamba uhamisho wa milki inayomilikiwa kwa sheria ya sehemu ya jengo itafata utaratibu ule ule ambao unatumika kuhamisha ardhi ya kawaida. Kwa maana hiyo kutakuwa na mikataba, kutakuwa na taarifa ya uthamini, na watapeleka kwa kamishna wa ardhi au afisa ardhi mteule kupata kibali cha uhamisho. Na baada ya kupata kibali cha uhamisho watakwenda TRA, mamlaka ya mapato, kwa ajili ya kupilipa kodi ya mapato. Kwa hiyo tunaita ni gain tax, capital gain tax. Na wakisha lipa ile, watakwenda kwa msajili wa hati kwa ajili ya kusajili na kubadilisha umiliki. Baada ya umiliki kusajiliwa, basi kinachoendelea ni usimamizi wa ile miliki. Wamiliki wana uwezo wa kuunda ushirika au tunaita Unit Owners Association, na sheria inawatambua wamiliki kuanzia 5 kwamba ndio wanaoweza kuunda ushirika. Sasa watu wengi wanauliza kwa nini 5? Ukweli ni kwamba ili uwe na ushirika walao, basi sheria hii imeona kuanzia watu 5. Uwezi ukawa na ushirika wa watu 2 au mtu mmoja. Kwa hiyo sheria imeweka kiwango cha chini cha wamiliki kwamba wawe kuanzia 5 wanaweza wakaunda ushirika. Sasa ushirika ule kama nilivyosema utakuwa na sheria zao ambao tunaita bylaws, watakuwa na katiba au constitution, na watakubaliana namna ya uendeshaji. Lakini pia sheria inaweka utaratibu wa kusuluhisha migogoro. Kwa mfano, wamiliki ambao wanagoma kuchangia gharama za uendeshaji, kwa mfano gharama za usafi, ukarabati, kuchangia gharama za maji au kulipa kodi ya pango la ardhi, basi migogoro hiyo yote watapelekwa katika ushirika wao, watajadili ndani ya ushirika, na kama akikaidi, basi sheria inawaruhusu kwamba wanaweza wakaenda mahakamani. Na kwa mujibu wa sheria hii,
makubaliano yote yaliyokubaliwa ndani ya ushirika na yakatungiwa sheria, yani bylaws, yanaweza yakapelekwa katika mahakama kuu au mahakama nyingine inayohusika na migogoro ya ardhi. Nitoe tu wito kwa wananchi kwamba wachangamkie fursa hii ya kumiliki sehemu ya jengo, kwa sababu hati zinazotolewa chini ya sheria hii zina hadhi sawa na hati zinazotolewa chini ya sheria ya ardhi. Msajili msaidizi wa hati mkoa wa Dar es Salaam anaendelea kutujuza kuhusu faida za hati ya umiliki sehemu ya jengo na namna inavyorahisisha utatuzi wa migogoro katika sehemu hizo. Majengo tunayozungumzia yanaweza yakawa ni majengo ya orofa au nyumba za chini, isipokuwa nyumba hizo lazima ziwe katika sehemu moja na kuwepo na sehemu za jumla, yani ziwe zinamilikiwa kwa pamoja. Kwa maana hiyo baadhi ya huduma inabidi washirikiane, kama nilivyosema, kwa mfano masuala ya maji, ulinzi, usafi na hata ukarabati. Lazima kuwepo na hizo sehemu za jumla, ambapo kwa mujibu wa sheria hii tunaita common areas. Na hapa rai inatolewa. Sheria hii inawasaidia wao kupata hati ya ile sehemu wanayomiliki, na akishapata hati miliki hiyo anaweza akaitumia kama hati miliki nyingine. Kwa maana hiyo anaweza akaiuza, anaweza akakopea benki, inaweza ikarifiwa kama mhusika atafariki, wasimamizi wake watarifi kama ambavyo wanarifi hati zingine. Kwa hiyo hati ya sehemu ya jengo au tunaita unit title ina hadhi sawa na hati miliki ile inayotolewa chini ya sheria ya ardhi. Kabla ya sheria hii kutungwa, ilikuwa ni vigumu kwa watu wanaomiliki jengo moja kwa pamoja kila mtu kupata hati ya sehemu yake. Kwa hiyo sheria hii imekuja kujibu changamoto ambazo zilikuwepo. Lakini pia niseme, kabla ya sheria hii, majengo yaliyokuwa yanamilikiwa kwa pamoja yalikuwa na changamoto ya usimamizi, kwa sababu kila mmiliki alikuwa akijaribu kusimamia sehemu yake, lakini yale maeneo ya jumla yakawa yanakosa usimamizi au utunzaji. Lakini pia niseme tu kwamba kabla ya sheria hii kulikuwa na migogoro mingi inayohusisha wamiliki wa majengo yale, na ilikuwa ni vigumu kutatua changamoto hizo. Kwa mfano, kulikuwa na migogoro inayotokana na uchangiaji wa gharama za uendeshaji, kwa mfano masuala ya usafi, ulinzi, umeme au ukarabati wa yale maeneo ya jumla. Kwa hiyo niseme sheria hii imekuja kutatua changamoto hizo za usimamizi na utatuzi wa migogoro kwa majengo yanayomilikiwa kwa ujumla. Kwa ujumla tu nihimize wananchi wote kwa ujumla, wamiliki wa majengo, waweze kutumia utaratibu ambao utanufaisha sana, kwa maana ya kuwa na hati za watu ambao wanakusudia kuwauzia au kuwapangisha maeneo yao katika jengo. Catherine Mgeni, yeye ni afisa sheria kutoka shirika la nyumba NHC. Hapa anabainisha namna shirika inavyonufaika na sheria hii. Ujio wa sheria hii umesababisha tumeongeza thamani ya maeneo yetu kwa kujenga majengo makubwa ambayo yana accommodate familia nyingi zaidi ya moja. Tunayo miradi mingi. Tuna mradi wa Mindu, tulijenga nyumba na kuziuza. Tulijenga nyumba Ubungo na kuziuza. Tumejenga Morocco Square, kuna nyumba zaidi ya 100.
tumejenga Victoria Place nyumba 91 wakati kulikuwa kuna nyumba chache tu. Hiyo inaonyesha ni faida ambayo tumeipata kutokana na ujio wa sheria hii. Sheria hii imerahisisha upatikanaji wa hati na pia imesababisha wananchi wamekuwa na uhakika kwamba akinunua nyumba kwenye sehemu ya jengo anaweza kumiliki nyumba yake, na hiyo hati ikamsaidia kufanya mambo mbalimbali. Lakini pia sheria hii imesaidia kuweka mwongozo wa namna ya kuishi kwenye makazi husika. Majengo yetu kadhaa tuna swimming pool. Kwa mfano Eco Residence kuna swimming pool. Lakini pia kuna maeneo mengine, kuna garden, tuna Arusha, tuna Medeli, ambako tumejenga nyumba nyingi sana, maeneo ambayo kulikuwa kuna nyumba zinazotumiwa na wakazi wachache. Hii ni faida ya sheria ya hati ya sehemu ya jengo. Nishukuru Wizara ya Ardhi kwa kuanzisha hii move ya kutengeneza sheria ya hati ya sehemu ya jengo, yani Unit Titles Act. Pia nishukuru serikali kwa kupitisha sheria hii na ikaweza kutumika. Hii sheria imejitosheleza, imeweka karibu kila kitu kinachomgusa mwananchi. Sophie Mtaki, afisa miliki mwandamizi wa taasisi ya watumishi Housing Investment, amesema uwepo wa sheria hii umekuwa msaada mkubwa sana kwao. Hizi zina hadhi sawa kabisa na zile hati ambazo tumezizoea, na pindi mteja anapokuwa na hati hii anaweza akafanya miamala yoyote, ikiwemo kuuza nyumba yake au apartment yake. Anaweza pia kutumia hati hii kama dhamana ya kuchukulia mkopo au kwa wengine tunafahamu kama mortgage. Lakini pia anaweza akafanya kitu chochote ambacho kinahusiana na miamala ya ardhi au transaction ambazo zinahusiana na ardhi. Mpaka sasa Watumishi Housing imeshafanikiwa kupata jumla ya hati 298 kwa miradi yake mbalimbali, ikiwemo Kigamboni ambapo tumepata jumla ya hati 90. Magomeni tuna unit titles pia 90, Bunju tuna jumla ya unit titles 74, na Kisasa Dodoma tumepata jumla ya hati 44. Mtu akishapatiwa hii hati yake, manake hata administration nzima ya jengo au apartment inakuwa iko rahisi, kwa sababu kila kitu kinakuwa kulingana na taratibu na miongozo ambayo imetolewa katika hiyo sheria ya Pacha 2008 pamoja na regulation zake. Kwa namna kipekee kabisa napenda kuwashukuru wizara ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba miji yetu inakuwa, lakini ikue kwa mpango. Kwa hiyo kuletwa kwa Unit Titles Act kumesaidia kupunguza ukuaji wa miji nje ya miji yenyewe. Huyu ni Gaudensia Chale. Yeye amefanikiwa kumiliki nyumba yake kutokana na ujio wa sheria hii. Mimi ni mnufaika wa nyumba za Watumishi Housing zilizoko Kigamboni. Namshukuru Mungu kwa mradi huu, umeniwezesha kumiliki nyumba yangu bila usumbufu wowote na hatimaye kukabidhiwa hati. Na huu ndio mwisho wa kishindo cha awamu ya 6. Kwa niaba ya Agnes Mbapu, mimi ni Ismail Bughudha.
kishindo cha awamu ya 6.